Kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchagua Channel 10 Plus kama kitu chako bora kabisa, mtazamaji, ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima hilo ukiwa na Melulu Ali, lakini hapo baadaye tutajiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Karibu tu sote, na habari kubwa siku huu leo tunaangazia huko mkoani Tabora ambapo mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 25 alifahamika kwa jina la Kangwa Tungu Mahigi, mkazi wa kijiji cha Lugubu wilaya Igunga mkoani Tabora, anadaiwa kuwaua watoto wake wanne kwa kuwanywesha sumu aina ya ruka solj inayotumika kuulia wadudu kwenye mazao, kisha na yeye kujua, huku chanzo kikitajwa ni wivu wa kimapenzi. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana taarifa zaidi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao, marehemu Kangwa alikuwa na ugomvi na mumewe mwenye wake wawili, kwamba mume alikuwa akitoa huduma kubwa za mahitaji kwa mke mdogo kuliko kwake, jambo lililosababisha kufikia uamuzi huu wa kikatili. Chanzo cha ugomvi huu ni kutokana na namna ambavyo mwanamke mkubwa alikuwa anaona kama hapati huduma sawa pamoja na mke mdogo, na hii ni kutokana na kujengewa nyumba ya kisasa kwa mke mdogo na yeye kuona zile huduma hazipati vizuri. Mbinu ambayo ametumia ni marehemu kumvizia mume wake akiwa amekwenda shambani, na kisha akanunua pakiti ya sumu ya kurogea kwenye kikombe cha plastiki, na alionyesha watoto wake pamoja na yeye mwenyewe. Yasengi James mwenye umri wa miaka 8, Simon James mwenye umri wa miaka 6, Elisha James miaka 3 na Kashinje James mwenye umri wa miezi 7. Hata hivyo, jeshi la polisi linamshikilia mwanaume huyo kwa mahojiano zaidi. Tumemshikilia mwanaume na tunaendelea kumfanyia mahojiano ili kuweza kubaini mazingira mengine ambayo yanaweza kujitokeza kuhusiana na tukio hili. Miili ya marehemu ilihifadhiwa mochwari ya Igunga kwa ajili ya uchunguzi, na baada ya uchunguzi kufanyika imekabidhiwa kwa ndugu leo hii kwa ajili ya mazishi. Kufuatia kujirudia kwa matukio kama haya hapa mkoani Tabora, ambapo siku za hivi karibuni mwanamke mmoja mkazi wa manispaa ya Tabora naye aliripotiwa kujiua kwa kunywa sumu, huku chanzo kikitajwa kuwa ni wivu wa mapenzi, baadhi ya wananchi wa mkoa wa Tabora wanazungumziaje matukio haya? Hata kama si mtoto wako, hata kama ni mtoto wa mume wako, hata kama ni mtoto wa jirani yako, kumfupishia mtoto maisha sio kitu kizuri. Na yoyote tunafanya hiyo, unakuwa na wivu wa kupitiliza. Na mama tumekaa nyumbani, lakini kama ukiwa unajishughulisha, uko busy, unapata kipato cha kujikimu, unaweza ukasema mwache aende, mimi nitalea watoto wangu. Tusiwe tunachukua majukumu kabla ya kuiona serikali. Hata unapouziwa na mume wako, aiza mtu yote tu anayekuenzi, kama ni mtu wako wa karibu unayemtegemea zaidi, usichukue maamuzi wewe mwenyewe. Ione serikali, uongozi wako husika, ili kusudi ukusaidie. Kutoka hapa mkoani Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel 10. Rais Vladimir Putin wa Urusi ameionya Ujerumani kuhusiana na mipango yake ya kuipatia Ukraine makombora ya masafa aina ya Taurus, huku akisema Moscow itaizingatia hatua hiyo kuwa ni kuhusika moja kwa moja kwa Ujerumani katika vita vinavyoendelea. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza na wahariri wa mashirika ya habari kimataifa kwenye mji wa kaskazini mwa Urusi wa St. Petersburg, Putin amesema ili Ukraine ifanikiwe kufyatua makombora hayo ndani ya Urusi itahitaji msaada wa kiufundi kutoka Ujerumani. Amesema hilo litakuwa na tafsiri ya wazi kwamba maafisa wa Ujerumani wanaishambulia ardhi ya Urusi. Hata hivyo, Putin amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na Kansela Friedrich Merz ikiwa kiongozi huyo wa Ujerumani atahitaji kuwasiliana naye, lakini akatahadharisha kuhusu kuvurugika kwa mahusiano kati ya Urusi na Ujerumani ikiwa hatua hiyo itafikiwa. Matamshi hayo ya Putin yanafuatia yale yaliyotolewa mapema mwezi huu na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius, aliyesema nchi yake inafikiria kuipatia Ukraine makombora ya Taurus. Ukraine imekuwa ikishinikiza Ujerumani kuipatia makombora hayo yenye uwezo wa kushambulia hadi umbali wa kilomita 480 ili ijihami dhidi ya Urusi katika vita baina yao vilivyopindukia mwaka wa 3. Filipina Ndwata, Channel 10 Plus.
Na mtazamaji, wakati hayo yakiendelea, pia Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema yuko tayari kukutana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, lakini tu katika awamu ya mwisho ya mazungumzo ya kumaliza vita vinavyoendelea kwa mwaka wa 4 sasa. Licha ya nia yake ya kukutana na Zelensky, Putin amesitiza masharti makali ya amani, ikiwa ni pamoja na madai ya Ukraine kukubali kupoteza maeneo zaidi na kuachana na ushirikiano na mataifa ya Magharibi, masharti ambayo maafisa wa Ukraine wameyataja kuwa matakwa isiyokubalika. Moscow inaendelea kukataa usitishaji mapigano usio na masharti, na kwa mujibu wa Kiev inatumia mazungumzo ya amani kama hila ya kuchelewesha kumalizika kwa vita. Hata hivyo, amesema mkataba wowote wa amani lazima uwe na dhamira ya kuhakikisha uthabiti wa muda mrefu na kuzuia migogoro ya baadaye. Imeelezwa kuwa wafungwa 800 ambao wanatumikia adhabu magerezani mkoani Morogoro wana sifa za kupewa adhabu mbadala, ikiwemo kifungo cha nje, jambo ambalo kama litafanywa kwa usahihi litapunguza msongamano magerezani, hivyo kuleta tija kwa wafungwa hao na jamii inayowazunguka. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Hayo yamesemwa na jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Morogoro Steven Mulini Magoiga wakati wa majadiliano ya wazi na wadau wa haki jinai, ambapo amesema kuwa kuna umuhimu wa utekelezaji wa adhabu mbadala kwa baadhi ya wafungwa walio magereza ili nguvu kazi zao ziongeze tija kwa jamii inayowazunguka. Katika mikoa miwili ambayo ina alarming situations, moja ni Kigoma. Kigoma kwa mujibu wa sheria sasa ina watu zaidi ya 1000 ambao wako ndani wenye sifa za kuwekwa adhabu mbadala. Mkoa wa pili ni Morogoro. Morogoro kwa sheria ilivyo sasa hivi tuna watu zaidi ya 800. Ndugu mgeni rasmi, kama tungetoa hata nusu yake tu 400, serikali ingeokoa hela nyingi sana. Lakini wale watu wangekuwa na faida hata kwa jamii na kwa watu ambao wanawazunguka, familia nzima. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amesema kuwa kuna haja ya kuwa na uwazi kuhusu msaada wa kisheria wa adhabu mbadala ili wadau wa kijinai waweze kujenga uelewa wa pamoja. Muhimu, natoa rai kwenu kuwa mabalozi wa kuwawezesha wadau wengine kuzifahamu ipasavyo sheria kuhusika, kwani kupitia mafunzo haya mtapata uelewa mkubwa kuhusu sheria hizi. Sasa ule mtizamo kwamba lazima watu waende gerezani, nafikiri inabidi kwamba mafunzo haya yanalenga kutubadilisha. Hata mimi nilikuwa na mtizamo huu, lakini sasa hivi nimeshabadilika. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashid Hadid Rashid amefungua mkutano wa tume rais ya maboresho kodi pamoja na wadau wa kodi wa mikoa miwili ya Pemba na kushauri kuwepo mfumo unaorahisisha na kuchagiza shughuli za kiuchumi na kuleta maendeleo ya haraka nchini. Taarifa ya Masanja Mabula inatueleza zaidi. Akifungua mkutano huu, mkuu huyo wa mkoa amewataka watendaji wa tume hiyo kufanya tathmini ya kodi na kutoa mapendekezo ya namna ya kuboresha ulipaji wa kodi. Kuwe na mfumo wa kodi unaorahisisha na kuchagiza shughuli za kiuchumi ili kodi ikusanywe kwa wingi, kuleta maendeleo kwa haraka zaidi na kupunguza utegemezi wa bajeti. Kufanya tathmini ya mfumo wa kodi na kuleta mapendekezo ya namna ya kuboresha mfumo wa kodi nchini. Kuondoa malalamiko ya wananchi, wafanya biashara na wawekezaji. Kutetea wigo wa kodi kwa kuweka mifumo ya kuwafikia wananchi wote wenye kipato waweze kulipa kodi na kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa tume hiyo CPA Rasili Bade amewataka kuwasilisha changamoto ili serikali iweze kuzitambua na kuzifanyia kazi na kuongeza pato la taifa. Kuna changamoto kadhaa ambazo wangependa kuona serikali inazifanyia kazi na kuweza kufanya mazingira ya kufanya biashara yawe mazuri na kuweza kuongeza pato la taifa. Tunafahamu kuwa mkoa wa Pemba katika mikoa miwili ya Pemba iliyokuwa hapa ina uwezo mkubwa wa kiuchumi. Ni vyema kwanza itolewe elimu
ya ukusanyaji wa kodi, kwa sababu inaonekana watu wengi hatuna elimu na ukusanyaji wa kodi. Wengi tunavyoona ni kwamba labda ni wao TRA wanajiamulia tu, lakini naamini jambo lipo kisheria. Huu ni mkutano wa kwanza wa Tume ya Rais wa Maboresho ya Kodi kufanyika kisiwani Pemba. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Naam, mtazamaji, wakati Tanzania ikiungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa selimundu, hospitali ya Benjamin Mkapa ya jijini Dodoma BMH imesema kwa kipindi cha miaka miwili tangu ilipoanzishwa matibabu ya ugonjwa huo imewahudumia wagonjwa 21 ambao serikali imegharamia matibabu yao kwa zaidi ya shilingi bilioni 1.7. Taarifa zaidi na Amani Mbando inatueleza. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa BMH amesema kwa miaka miwili ya utoaji wa huduma ya upandikizaji wa uroto, ikiwa ni sehemu ya matibabu ya ugonjwa wa selimundu, serikali na wadau wamegharamia matibabu hayo na kusisitiza kuwa ni angalau shilingi milioni 75 hutumika kwa mgonjwa mmoja. Na mpaka sasa hivi serikali imeshatoa zaidi ya bilioni 1.7 kwa ajili ya kusaidia matibabu ya hawa wananchi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla. Huduma hizi zina gharama kubwa kama ambavyo mmekuwa mkifahamu. Mgonjwa mmoja kutibiwa tunahitaji kuwa na milioni angalau wastani wa milioni 75. Wakizungumza wakati wa maadhimisho hayo yaliyofanyika hospitalini hapo, wazazi wa watoto wanaopatiwa matibabu ya ugonjwa huo wametoa wito kwa jamii kutowaficha watoto wenye changamoto hiyo. Yule ambaye anaonekana kabisa ana hali ngumu na mtoto wake amekidhi vigezo, tunaomba wanahitajika kutibiwa wengi, wawe huru na ugonjwa huu unatesa. Naishukuru serikali ya Tanzania kwa jitihada ambazo wameweza kuzifanya hasa katika bone marrow transplantation, lakini imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa Tanzania. Huduma hizi ziendelee kuwafikia Watanzania wote na elimu endelee kutolewa kwa wazazi wenye changamoto za watoto wenye sickle cell, kwa sababu kuna imani nyingine za kusema labda watoto wamelogwa au nini. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku hii ni hatua madhubuti za kitaifa kwa matokeo chanya ya kijamii, ambapo inaungwa mkono na wataalamu wa tiba kutoka hospitalini hapo na Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Tumefanikiwa kutibu watoto takribani 21 waliokuwa na changamoto ya sickle cell, na hii inatupa mwamko mkubwa wa kuendelea kutaka kufanya jitihada zaidi za kufikia watoto wengine. Juhudi zinahitajika zaidi ili kuongeza upatikanaji wa huduma tu sio upandikizaji uroto, lakini matibabu yote kwa ujumla ya ugonjwa wa sickle cell, ikiwemo kupatikana kwa huduma za uchunguzi karibu na wananchi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington ifikapo Juni 27 mwaka 2025. Hayo yameelezwa kwenye taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari iliyotolewa nchi hizo mbili na Wizara ya Mambo ya Kigeni na Marekani, ambapo Kongo na Rwanda zinatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington ifikapo tarehe 27 mwaka huu. Tupate undani wa taarifa hii. Taarifa hiyo imesema mkataba huo unajumuisha vipengele vya kuheshimiwa kwa hadhi ya mipaka ya kila upande, kukomesha uhasama, kuweka chini silaha na kujumuishwa kwa makundi ya waasi ndani ya mifumo ya dola. Pia upande hizo mbili zimeahidi kufanya mkutano wa ngazi ya mawaziri wiki inayokuja na zimewaalika viongozi wa pande zote mbili kuhudhuria. Kutiwa saini mkataba huo kunaweza kufungua njia ya kumalizika kwa mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu mashariki mwa Kongo, ambapo jeshi la serikali linapambana na kundi la waasi wa M23 inalosema linaungwa mkono na Rwanda. Marekani ilijitwika jukumu la upatanishi baada ya juhudi za kikanda kushindwa kumaliza mzozo huo.
Qatar pia ilikutanisha pande hizo mbili mwezi April kwa mazungumzo ambayo hayakuzaa matunda. Esther Mtebe, Channel 10+. Mamlaka ya rufani ya zabuni za umma PPAA imekamilisha muundo wa moduli ya kupokea na kushughulikia rufani malalamiko katika mfumo wa NET na kuwataka wazabuni na watendaji wa taasisi nunuzi kutumia kwa kuwa unapunguza gharama na muda uliokuwa ukitumiwa awali pamoja na kutoa haki kwa haraka. Taarifa zaidi na Amani Mbando inatueleza. Katibu mtendaji wa PPAA CPA James Sando amebainisha kukamilika kwa moduli hiyo wakati akifungua mafunzo kwa wazabuni wa mikoa ya kanda ya kati kuhusu matumizi ya moduli hiyo, ambapo amesisitiza kuwa moduli hiyo inaenda sambamba na utekelezaji wa sheria mpya ya ununuzi wa umma na kanuni zake zilizoanza kutumika mwaka 2024. Sisi kama mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, sharti hilo limewekwa kwamba mawasilisho yote ya malalamiko na rufaa zitawasilishwa ndani ya mfumo wa NeST. Na kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, tumeweza kutengeneza na kujenga mfumo wa moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa ambazo zimeibuka katika mchakato mzima wa ununuzi wa umma. Kwa upande wao, baadhi ya wazabuni wanaopatiwa mafunzo hayo wameeleza kuwa hapo awali, kutokana na kutotumika kwa mfumo katika uwasilishaji wa malalamiko na rufaa, walikuwa wakipoteza muda na rasilimali fedha kuyawasilisha makao makuu ya mamlaka Dodoma. Kwanza nimependa kile kipengele cha kwamba tukishawasilisha yale malalamiko yetu yatakaa ndani ya siku 40 yatakuwa yameshajibiwa, tofauti na zamani. Kwa hiyo imetupa moyo zaidi kwa kama tukileta complaints kwamba yatajibiwa ndani ya siku 40, na tukiona kama bado hayajajibiwa, maana tunajua kama kuna kitu kiko sana, ni rahisi kufuatilia. Wakati wa awali, wakati wa kuwasilisha physically, ilikuwa inatakiwa usafiri kutoka ulikokuwa, ina maana unapoteza muda wako, unapoteza rasilimali, kwa maana utakuwa unabidi ulipe nauli, utabeba mizigo ya makabrasha. Wakati huo huo, katika maonesho ya wiki ya utumishi wa umma yanayoendelea jijini Dodoma, Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC kimeeleza kuongezeka kwa mwitikio wa uwekezaji kwa mikoa ya kanda ya kati kwa kipindi cha miaka 2 iliyopita, huku Tume ya Madini ikibainisha namna inavyotumia mifumo ya kidijitali. Kwa mfano, kwa kipindi cha mwaka jana mkoa wa Dodoma ulifanikiwa kusajili miradi 46 ya wawekezaji wa ndani na wa nje, jambo ambalo ni halijawahi kutokea huko nyuma. Lakini kwa mwaka huu, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka kufikia mwezi wa 5, tumesajili miradi ipatayo 14. Shughuli zote za Tume ya Madini, kuanzia uombaji wa leseni mpaka utoaji wa vibali mbalimbali, ni vitu ambavyo vinafanyika ni kwa digitali. Tulishaondoka kwenye mfumo wa manyo, sasa hivi tunafanya mfumo wa digitali, kuanzia maombi mpaka malipo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wananchi wa vijiji mbalimbali katika kata ya Ngorika, wilaya ya Simanjiro, mkoani Manyara wameiomba serikali kujenga kivuko cha kudumu kitakachounganisha vijiji vya kata hiyo kufuatia mafuriko yanayosababishwa na kujaa kwa bwawa la Nyumba ya Mungu. Elia Kimani anaripoti kutokea Manyara. Kuzorota kwa shughuli za kiuchumi na watoto kushindwa kuhudhuria masomo ni baadhi ya changamoto ambazo zinawakabili wananchi hao, hivyo kulazimika kutumia mitumbwi kama njia pekee ya kuvuka kwenda maeneo jirani kama Mto wa Tembo, Loibosoit, Ngage na Orkesmet, hali ambayo inatazamwa kuwa sio salama kwao. Aza tunazoteseka nazo hapa ni kwenda kutafuta mahitaji huku, tunashindwa. Watoto wetu shule wanateseka na barabara nani daraja hapa, wakitaka kwenda kusoma mpaka wapande mitumbwi ndio aende kwenda kwenye masomo. Yaani tunateseka sana. Tunahitaji mahitaji ya daraja lipite hapa, watoto waende wakasome, wapate elimu. Kuna mizigo ambayo inashindikana kuvushwa, kwa mfano mifugo mingi. Na hicho ndio kinachowakwamisha watu katika shughuli mbalimbali za maendeleo katika miundombinu huu ambao kama umetelekezwa hapo.
Hata hivyo, taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ambayo imesomwa kwenye kikao maalum cha utekelezaji wa ilani hiyo na diwani wa kata ya Ngorika Albert Msole imeonyesha kuwepo mpango wa serikali ya utatuzi wa changamoto hiyo, ikiwa ni pamoja na kutengwa bajeti ya shilingi milioni 600 kwa ajili ya utekelezaji wake kuanzia Oktoba mwaka huu. Kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kila mwaka maji yanamwaga, na ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akaja kwa nguvu zote na ametuambia pale kwenye mkutano, baada ya kuona hii shida na baadhi ya wanafunzi kupata shida na kufikia hadi watu wengine kufariki, na hivi tunavyozungumza ametenga pia bajeti ya shilingi milioni 600 kwa ajili ya kujenga kivuko. Wametuhakikishia kwa mpaka kufikia mwezi wa 9 au wa 10 kivuko kitaanza kujengwa. Aidha, Msole amesema kuwa katika kipindi cha awamu ya 6 kata ya Ngorika imepokea zaidi ya shilingi bilioni 8 zilizosaidia kukamilisha miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya elimu, afya na miundombinu ya barabara. Miradi yote pamoja na uwezeshaji wa TASAF, miradi yote kwa ujumla katika kata hii kipindi hiki cha awamu ya 6 tumepokea jumla ya shilingi bilioni 8 na milioni 400. Tulikuwa hatuna choo bora, ametufanyia mchakato mpaka tumepata choo. Tulikuwa hatuna hii leba ya mama ya kuzalia. Kutoka wilayani Simanjiro mkoani Manyara, mimi Nelia Kimani, Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupasa kwenda kuangazia habari za biashara. Tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea mbele zaidi. Mimi ni Lulu Ali, endelea kutazama Channel 10+.